23 mstari wa kwanza. Zaburi 23 mstari wa kwanza tutakwenda kuisoma, usikie namna ambavyo Yesu alivyosema. Kama uko tayari kutusomea, tusomee huo mstari. Biblia inasemaje mtumishi? Biblia inasema nasoma kadri Roho Mtakatifu atakavyoniongoza. Amen. Zaburi sura ya 23 mstari wa kwanza. Amina. Unasemaje? Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Huo ni mstari wa kwanza wapendwa. Mstari wa pili, katika majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Haleluya. Amina. Biblia imeandika Bwana, unajua wakati Mungu alivyosema kwamba Mungu wakati anawaambia leo tunajua ya kwamba hatutakuwa na wachungaji duniani. Hapana. Mungu alimaanisha kuwa utakapomwamini yeye ndipo utakapomwamini na huyo mchungaji wako ambaye uliye naye ndani mwako. Haleluya. Hakuwa na maana ya kwamba msiwasikilize wachungaji wengine. Yeye alisema tu mimi ndimi mchungaji wako. Hakuwa anamaanisha kwamba usiende kinyume kutoka kuacha kuwasikiliza wachungaji ulio nao. Akasema pia nitakuongoza katika majani. Ina maana ni majani ambayo mtu yote anaweza akayakanyaga. Ina maana anaweza akapita. Ina maana panaweza pakafanyika kama njia. Lakini alikwambia mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Ina maana kumbe kwenye majani mtu anaweza akapita tena kwa urahisi. Unaona akatembea akaenda, na anasema nitakuongoza. Ina maana hatukupo mamlaka, tuna uwezo mdogo wa kufikiri ambao Mungu ndani mwetu hayumo. Ina maana kitu cha kwanza tumemfanya mwanadamu kuwa kinga yetu. Haleluya. Kinga ni nini? Kinga ni kitu chochote ambacho mtu anaweza akataka kukuzuru lakini kikaenda ziwia. Ndio neno kinga. Yaani kwamba ukikutana na mtu ase fulani bwana, fulani hawezekani bwana. Unajua fulani, kumbe fulani ana kinga fulani kwenye mwili wake. Ina maana fulani hawezekani. Ile ndiyo kinga. Ambayo kinga hiyo sio kwamba Mungu na yeye pia haitoi. Hiyo kinga na yeye Mungu anaitoa. Ijapo wanadamu wengi wamekuwa wakitumia, wengine unakuta wamefunga azima kwenye viuno vyao. Wengine unakuta wameweka azima kwenye mifuko yao. Mfano kwa wale wafanya biashara, wale ambao unakuta wanafanya biashara za maduka, unakuta kiunoni ana azima kubwa kabisa ambayo mpaka inazidi mtaji wa biashara yake. Na hilo tumekuwa tukiliona mara nyingi sana kwa fanya biashara na kwa watu ambao tunawaona ni maarufu. Kwa hiyo nataka nikuambie kitu kimoja, ya kwamba azima sio sehemu ya kuifanya kuwa kinga katika maisha yako. Kwa hiyo kinga inaweza ikapatikana mahala popote ambapo wewe unapoamini. Kwa hiyo ukiamini kuwa Mungu anaweza akakufanya kuwa kinga. Ukiamini kuwa Yesu anaweza akakufanya kuwa kinga. Biblia imeandika hautaenda mbinguni bila kupita kwa mwana. Yaani mwana ni nani? Mwana ni Yesu Kristo. Ina maana hautaiona mbingu bila kupita kwa Yesu Kristo. Ina maana yeye ndiyo njia. Ukisikia ile njia anayokuambia yeye ndiyo njia, ina maana ili uende kwake lazima upitie kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo nataka nikwambie kitu kimoja, wewe mtumishi wa Mungu unayenisikiliza, wewe mtumishi wa Mungu unayesikia neno hili linakuhubiria kwenye masikio yako, shida ni kwamba usimfanye mwanadamu kuwa kinga yako. Kinga ya wanadamu inaisha, lakini kinga ya Mungu haiishi. Sikiliza, Mungu anaishi mpaka leo, lakini mwanadamu hawezi kuishi mpaka leo. Mwanadamu hawezi kuishi kwa sababu wakati
wa mwanadamu unahesabika, wakati wa mwanadamu wa kuishi unahesabika. Na ndio maana leo mwanadamu akiamka anahangaika kutafuta dawa ziliko